Iribos Kayaba Lekatayabos Iribos Malekete Kabosanda Yabayanda. God, it is you we need. There is a message Kuna ujumbe that we are going to share. ambao tutashiriki. It's powerful message. Ni ujumbe wa nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the It's in Lord. the book of Acts of Apostles, Uko katika kitabu cha Matendo ya Mitume, chapter 28, sura ya 28, verse 1. mstari wa kwanza. Let us read. Tusome. Once safely on shore, we found out that the island was called Malta. Father, we thank you today. Baba, tunakushukuru leo, We bless you. tunakubariki. We surrender to your wisdom. Tunajiachilia kwa hekima yako. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, speak to us today. nena nasi leo In Jesus' name we pray. katika jina la Yesu Kristo The church tunaomba. says amen. Na kanisa liseme amen. Once safely on shore, we found out that the island was called Malta. Tulipotoka ndio tukagundua kwamba kisiwa kile kiliitwa Melita. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. What we have read here is just amazing. Yale ambayo tumesoma hapa ni ya kushangaza. This week, God has been speaking to me Wiki hii Mungu amekuwa akinena nami about wonderful things. kuhusu mambo ya ajabu. You see, in life, Unajua katika maisha people wonder, they struggle, watu wanazunguka, wanang'ang'ana, not because God cannot do, sio kwa sababu Mungu hawezi kutenda, but because bali ni kwa sababu people have failed to understand the ways of the kingdom of God. watu wamekosa kuelewa mipango au njia za ufalme wa Mungu. If we fail to understand how the kingdom of God operates, automatically we fail. Tukikosa kufahamu vile ufalme wa Mungu unavyoenda, basi sisi tutaanguka. When I read the Bible, Wakati ninaposoma I Biblia, don't see a place where somebody was just blessed by God, living in his house, doing nothing, just waiting upon the Lord, and then God came in his house and blessed the person. mimi nikisoma Biblia sijaona mahali pameandikwa kwamba kuna mtu ambaye alibarikiwa akiwa amekaa kwa nyumba yake akimngoja Mungu na Mungu akaja akambariki. You see, we can start with Abraham, Tunaweza kuanza na Ibrahimu who is our father in faith. ambaye ni baba yetu kwa imani. Abraham was living on the other side of the river, Ibrahimu alikuwa anakaa kando ya mto that is in Babylon. pale Babiloni, And where Abraham was living, na pale ambapo Ibrahimu aliishi people worshipped more than 300 gods. watu walikuwa naabudu miungu zaidi ya 300. And God spoke to Na Abraham, Mungu akanena na Ibrahimu I want to bless you. akamwambia, nataka nikubariki, I want to transform your life. kwamba nataka nibadilishe maisha yako, But there are things you must do lakini kuna mambo lazima uyatende to see the things I want to bring your way. kuona mambo ambayo anataka kuyaleta katika maisha yako. Abraham was married. Ibrahimu alikuwa ameshaoa tayari. Sarai was his wife. Sarai alikuwa ni mke wake. She was barren. Alikuwa ni tasa, He didn't have children. alikuwa hajazaa. He tried his best. Alijaribu alivyoweza, No child. hakupata mtoto. He was having some few cows Alikuwa na ng'ombe kiasi and some goats na mbuzi and few workers. na wafanyi kazi kidogo, But in his house, lakini kwa nyumba yake no the cry of a baby. hapakuwa na kilio cha mtoto. The house was completely dry. Nyumba ilikuwa imekauka. Try to imagine in a case where you have money, you have food, but nobody to eat it. Jaribu kuwaza kwamba wewe una pesa, una chakula na una kila kitu, lakini hakuna mtu wa kula chakula, No child. hakuna mtoto. When you go out there, Wakati unapotoka kule, you see children of other people, unaona watoto wa watu wengine, but you have none. lakini wewe huna. Abraham cried to God, Ibrahimu alimlilia Mungu, tried to worship those idols. akajaribu kuabudu hizo sanamu, Nothing changed. hakuna mabadiliko. One day, Siku moja
God came to Abraham. Mungu alimjia Ibrahim Say, now I want to change your na situation. akamwambia, sasa nataka nibadilishe hali yako. If you want to see change, Kama unataka kuona mabadiliko, there are things you have to do. kuna mambo lazima uyafanye. Leave this place. Toka hapa, Go to a place nenda mahali that I will show you. ambapo nitakuonyesha, And in that place, na pale mahali you are going to receive children. utapokea watoto. In that place, Pale mahali you are going to prosper. utaendelea. In that place, Pale mahali you shall be transformed. utabadilishwa. I will give you a new name. Nitakupatia jina jipya, But lakini you have to leave. lazima utoke hapo. To where? Kwenda wapi? I will show you. Mungu akamwambia, nitakuonyesha. Just pack your things, Ambia wewe, funga mizigo yako leave and go. na utoke uende. As you are out there, Wakati utakuwa huko nje, I will guide you mimi nitakuongoza to where I want you to go. mahali ambapo nataka uende. When we read in the Bible today, Wakati tunaposoma katika Biblia we leo, see it is an amazing story, tunaona kwamba ni historia ya kushangaza, but sometimes we don't understand lakini wakati mwingine hatuelewi unless we understand the world in which Abraham lived. mpaka tuelewe ile dunia ambayo Ibrahimu aliishi kwayo. Abraham lived in a world Ibrahimu aliishi katika dunia that was very dangerous, ambayo ilikuwa ni hatari, the world that was uncivilized, dunia ambayo ilikuwa haijachanuka, the world that had robbers, killers, dunia thieves. ambayo ilikuwa na wanyang'anyi, waizi na wauaji, You know, the world of barbarism. dunia ya majambazi. So the world was not safe. Kwa hivyo dunia haikuwa mahali pazuri. People could go to a city, to a village, and just invade it, kill everybody, and take over. Watu wangeenda katika kijiji na wachukue mali yoyote na uue kila mtu. So it was a world of uncertainty. Sasa ilikuwa ni dunia ambayo ilikuwa haieleweki. Everybody had to prepare an army in order to be safe. Ilimbidi kila mtu atayarishe jeshi ndio apate kuwa na amani. Every king has to build a mighty army, to be safe. Kila mfalme ilibidi awe na jeshi ndio apate kuwa na amani. In such a kind of world, Katika dunia hiyo, God said to Abraham, Mungu alimwambia Ibrahimu, now leave and go. sasa wewe toka uende. The world without diplomacy. Dunia ambayo haina mwelekeo, haina ratiba yoyote. No united rules and regulations. Hakuna hata sheria, hakuna katiba. As we have today, we have rules and regulations. Vile tuko leo tuna sheria ambazo tunazifuata. That you want to live here today, you want to go to Comoros, you are going to go somewhere, they give you visa, Yes. isn't it? Yes. So you go to Comoros, they receive you. Kama unataka kutoka hapo uende Comoros, lazima uende katika embassy ya Comoros, upewe passport, upewe visa, ndio uende Comoros. In those days, there is no visa. Siku hizo kulikuwa hakuna visa. You just go and enter the city. Wewe ulikuwa unaenda tu na unavamia And anything can happen na to you. chochote kingefanyika. That's why when you read the Bible, Ndio maana ukisoma Biblia, there is a city where Abraham entered, unaona kwamba kuna mji ambao Ibrahimu aliingia and the king took out Sarah. na mfalme akamchukua mke wa Ibrahimu, He Sara. said, I want you to become my wife. Akamwambia, mimi nataka huyu mwanamke awe mke wangu. And Abraham, why did he say, don't say you are my wife? Na Ibrahimu akamwambia mke wake, usiseme kama mimi ni mume wako, Because I don't want to die. kwa sababu sitaki kufa. That in itself shows you the kind of world in which Abraham lived. Sasa hiyo tayari inakuonyesha nchi ambayo, aina ya nchi ambayo Ibrahimu aliishi, The world of barbarism. dunia ya majambazi. Don't say you are my wife. Usiseme wewe ni mke wangu, I don't want to die. sitaki kufa. I may be treated well because of you. Anasema kwamba labda wataniheshimu, watanifanya vizuri kwa sababu yako. So wherever they went, Kwa hivyo kila mahali walipoenda, what is your name? jina lako ni nani? When they look at Abraham, Wakimwangalia Ibrahimu they see a stranger. wanaona mgeni, They look cows behind him. wakiangalia ng'ombe ziko You nje, can kill this man wanasema tunaweza kuua and get his wealth. na tuchukue mali yake. But when they look beside, Lakini wakaangalia kando they yake, see a beautiful woman. wanaona mwanamke mrembo. The Bible says she was beautiful. Biblia inasema kwamba Sara alikuwa So mrembo. that beauty was a weapon. Sasa ule urembo ukawa kama silaha kwa Ibrahimu. Let me talk about that. It is too much. Wacha nitaongea siku nyingine, imezidi. Let me just talk about what I want to talk. Wacha niongee yale ambayo nimepanga kuongea. Who is this one? Huyu ni nani? She's my sister. Anamwambia huyu ni dada yangu. Your sister? Dada yako? Oh. Automatically they see a woman to Waambia marry. tayari umekuwa shemegi wewe. So that now she became like a shield to Sasa- protect Abraham. Yule mwanamke sasa akawa kama ngao ya kumlinda Ibrahimu.
But I want you to see this. Lakini nataka uone hivi Abraham took all the risks kwamba Ibrahimu alichukua kila hatua to ya obey God, kumtii Mungu to go wherever he went. kwenda popote alipoenda. Once safely on shore, Unasema kwamba tulipotoka kutoka baharini we discovered tulitambua au tuligundua that the island kwamba kile kisiwa was called Malta. kilikuwa kinaitwa Meltia. Once safely on shore, Tulipotoka kutoka katika bahari we found out tuligundua that the island kwamba kile kisiwa was called Malta. kiliitwa Melita. I want you to repeat with me, Nataka mnirudie nyuma yangu with your voice. na sauti yako. Can we read together? Tunaweza kusoma pamoja. Let's go. 1, 2, 3. Once safely on shore, we found out that the island was called Malta. Now, Sasa in order to discover that island, ndio waweze kugundua hicho kisiwa, Paul went through a lot of things. Paulo alipitia mambo mengi. It didn't just happen, Haikutokea ghafla tu, but he went through a lot. lakini alipitia mambo mengi. Pastor Gideon, open your Bible. Nimefungua Biblia yangu tayari. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon s'est déchaîné sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Matendo ya Mitume 27:14, soma hiyo. Baada ya muda mchache ukavuma upepo wa nguvu namna ya tufani uitwao Eurokilo. Marikebu iliposhikwa na kutowezwa kushindana na upepo tukaiacha tukaichukulia kutuchukulia na kutupia upesi karibu na kisiwa kidogo kiitwacho Kauda. Now, listen here, read here. I just want you to read 14 and 15 only. Before very long, a wind of hurricane force called the northeaster swept down from the island. The ship was caught by the storm. I want you to see those powerful things. I want you to see the powerful word, hurricane. I want you to see the storm. Bwana asifiwe. Amen. One day we were traveling with Mama Jael. Siku moja tulikuwa tunasafiri na Mama Jael in America. Pale Marekani. We were going at a place called Tennessee. Tulikuwa tunaenda mahali panaitwa Tennessee. Do you remember that, Jael? We were driving. Tulikuwa tunaenda na gari. As we were going, tulipokuwa tukielekea, we saw what we call storm. Tukaona kitu kinachoitwa tufani standing before us. Ambalo limesimama mbele yetu. We stopped our vehicle. Tusimamisha gari yetu to see what was going to happen. Kuona ni nini kitakachotokea. And then we started praying. Na tukaanza kuomba. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You are not coming our way. Wewe utakuja njia yetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Go away. Toka hapo. Get lost. Potea. And then it changed the direction. Alafu lile tufani likabadilisha njia. It went away. Na likaenda mbali. That thing is dangerous. Tufani ni hatari. You don't see, you don't see the sun. Hauoni jua. You don't see anything. Hauoni kitu. You see darkness. Unaona giza. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. So I want you to see those powerful words. Kwa hivyo nataka nyinyi muone haya maneno mazito. A wind, hurricane wind. Upepo au tufani came. Ulikuja. We were caught up. Na tukashikwa by the storm. Na hilo tufani. And could not, there is no help. Na kulikuwa hakuna msaada. The wind, ule upepo, when it is coming, wakati unapokuja, you run away. Unatoroka. America, they have all the technologies. Marekani wana teknolojia kila aina. But they cannot fight the wind. Lakini hawawezi kupigana na upepo.
if they see it is coming this way, wakiona unakuja upande huu, they have to move people wao lazima wahamishe watu from there to another place. kutoka hapo kwenda mahali kwingine. You just give way. Unaipisha tu, You don't resist the wind. hauwezi kuzuia ule upepo. We don't say have missiles. Huwezi kusema ati tuna missile. They just come and take you away. Wanakuja na kubeba na missile zako. In the kingdom of God, Katika ufalme wa Mungu, wherever God wanted to do something, popote ambapo Mungu alitaka kufanya kitu, people had to take certain steps watu lazima wangechukua hatua fulani in order to discover new things. ndio waweze kugundua mambo mapya. You cannot be sitting down Hauwezi kuwa umekaa chini enjoying the show unakaa unasikiza au and at the unaangalia, same time na wakati huo huo you want to discover new islands. unataka kugundua visiwa vipya. That's impossible. Haiwezekani. You enjoy the show, enjoy that one. Kama uko ufuoni, Forget about islands. wewe sherekea ufuo, sahau mambo ya You visiwa. want to discover new islands, Kama unataka kugundua visiwa, you have to sell out. lazima uingie baharini. Can I hear good amen? Naweza kusikia amen. You have to sell out. Lazima uingie baharini. That's how you meet new islands. Hapo sasa ndio utakutana na visiwa In the vipya. church we have people, Katika kanisa tuna watu they are not ready to sell out, hawako tayari kuingia baharini, but they want to discover new lakini islands wanataka kugundua visiwa vipya while sitting in their sitting room wakati wamekaa katika sebule or zao, sleeping in their au bedroom. labda wamelala katika vyumba vyao They vya want to malazi, see new things. na wanataka kuona mambo mapya. New levels are for risk takers. Viwango vipya ni vya watu ambao wanaweza kuingia katika New hatari. islands Visiwa vipya are for people who go out there. vya wale ambao wameingia baharini. Paul says Paulo anasema that day siku ile we discovered tuligundua that the island kwamba kisiwa was called Malta. kilikuwa kinaitwa Melita, But before that lakini discovery, kabla ya ugunduzi huo they had to go through the hurricane. walikuwa lazima wapitie, Before discovery, kabla ya they had to kugundua go through the storm. walipitia katika tufani. Before discovery, Kabla ya kugundua what is happening? ni nini kinatendeka. Let's read Act of Apostles 27:18. Wacha tusome Matendo ya Mitume 27:18. The Bible says, Na Biblia inasema, comme nous étions violemment battus par la tempête, na kwa sababu tulikuwa tukipingwa sana na ile tufani, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. siku ya pili wakaanza kutupa shehena baharini. Look at this. Angalia haya. We took such a violent battering from the storm that the next day Kwamba siku iliyofuata they began to throw the cargo overboard. walianza kutupa mizigo baharini. It means in that ship Inamaanisha kwamba katika ile meli you have business people, kuna wafanyi biashara they are going to do businesses, wanataka kwenda kufanya biashara zao, they are going to sell, wanataka kwenda kuuza, to go do transactions. kufanya mipango yao, But because the pain is too much, lakini kwa sababu tufani limewashinda, they are now throw away the cargo sasa into the sea. wanaanza kutupa mizigo yao ndani ya bahari. They are throwing away rice. Wanatupa mchele, They throw away maize. wanatupa mahindi, They throw away gold. wanatupa dhahabu, They throw away silver. wanatupa fedha, Because life is difficult. kwa sababu maisha yamekuwa magumu, They are heading somewhere. kwamba walikuwa wanaenda mahali. You see, in this life, Unaona, katika maisha haya God created the world. Mungu aliumba dunia. When you look at the world, Ukiangalia dunia, you go into places. unaingia mahali, You won't see mountains. unaona milima, You see valleys. unaona vilindi, You see rivers. unaona mito, You know, you enjoy the world. na unapenda dunia The way God created it, vile Mungu alivyoiumba. that is how it is. Sasa hivyo ndio ilivyo In life, katika maisha. you don't only walk on a plain ground. Hautembei tu mahali tambarare. Sometimes you are going to meet mountains. Wakati mwingine utapanda milima, Sometimes you are going to meet valleys. wakati mwingine utashuka vilindi, Sometimes you have rivers to cross wakati mwingine utavuka na mito, and mountains to conquer. na utakuwa na mambo mengi ya kupigana nayo. But you as a child of God, Lakini wewe kama mwana wa Mungu you need to be prepared. unahitaji You kujiandaa, know that this is how God created the world. kujua kwamba hivi ndivyo Mungu alivyoumba dunia, Sometimes it is cold kwamba wakati mwingine kuna baridi and very cold. na wakati mwingine kuna baridi mno, Sometimes it is hot wakati mwingine kuna joto and very hot. na kuna joto mno. Bwana sifiwe. Praise the name of the Lord. In 2006, Mwaka wa 2006 I went to America. nienda Marekani. It was during hot season Kulikuwa na wakati wa kiangazi and the degrees was very high. na kipimo cha I came out of the house. Nilitoka ndani ya I nyumba was about to collapse. karibu nianguke chini.
the heat was too much Ile joto lilikuwa limezidi that I kipimo, was trying to breathe, kwamba nilikuwa najaribu and kuvuta it was pumzi. even difficult. Sasa ikawa siwezi upepo wa wingi. So I had to run away. Ilikuwa sasa lazima nitoroke. Either you enter in the vehicle, Ni uingie ndani ya gari, you put AC, uweke air or condition, you run into the au house. labda ukimbie ndani ya nyumba. You know, hey, listen, man. Sikizeni, If you go to Europe ukienda Europa during cold season, wakati wa baridi, you don't see people outside. hauoni watu You nje. even wonder if there is people in this city. Hata unashangaa watu walienda wapi katika mji huu. They don't laugh. Hawacheki, They don't talk. hawachezi, They cannot greet you. hawawezi You kusalimia. meet somebody, just look at him. Unakutana na mtu amekunja uso kabisa, Because it is very cold. kwa sababu baridi ni mno. They are wearing those. Wamevaa No. magwanda, manguo mazito They just mazito, say it's very wanatembea tu pole pole, haraka haraka, kila mtu aingie mahali kile kwa nyumba. These people, they don't greet people. Unashangaa hawa watu mbona wasalimii watu, They don't greet you. hata You kusalimia, don't even know your neighbor. hawataki hata kujua nani jirani, Because you don't have, it is cold. kwa sababu kuna baridi bwana. They are not happy about it. Hawafurahii ile baridi, But lakini the only way to manage, njia ya kushinda it is to heat your house sasa ni nyumba uiweke joto, so that you can live there. ndio ukaa ndani ya ile nyumba. It means you adapt. Sasa lazima To the way ujishikanishe that is there. na ile hali ambayo inaendelea, And when it is hot, na wakati joto linaingia, you cool the house unapoesha ile nyumba or your vehicle. au gari yako. That's how you live. Hivyo ndio wanavyoishi. Bwana asifiwe. Praise the name of And the if Lord. you cannot make it, Na kama huwezi kufanya hivyo, or you die, utakufa. that is the kind of world God created. Sasa hiyo ndio aina ya dunia ambayo Mungu aliumba, Easy life is not there. kwamba maisha sio rahisi, Life for free is not there. maisha ya bure hakuna bwana. Comfortableness is not there. Hakuna starehe. Whatever you want to get, Kila kitu unachokitaka you fight for it. lazima ukipiganie. Today, people tell you, Leo watu watakwambia poverty is too much. ati umaskini umezidi. Poverty is not too much. Umaskini haujazidi. Poverty is in your head, Umaskini uko ndani ya kichwa chako, not in the world. siko duniani, It is in your head. uko ndani ya kichwa It chako, is in your mentality. uko ndani ya mawazo yako. That is poverty. Huo ndio umaskini, Because when you talk about poverty, kwa sababu wakati tunapoongea kuhusu there are maskini, people out there kuna watu pale nje making billions, wanatengeneza mabilioni, enjoying life. wanafurahia maisha. Come on, man. Hey. And you are sitting here, poverty. Na wewe uko hapo unasema umaskini hatumekithiri. This government Ati hii serikali, is very bad. huu serikali ni mbaya. I've been to the world. Mimi nimekuwa duniani, There is no place hakuna mahali where the government will come mahali ambapo serikali itakuja and feed you in your house. na ikulishe ndani ya nyumba yako. Do you get that? Unasikia? You work for it. Lazima ufanye kazi. God gave you power. Mungu alikupatia nguvu. We discovered Tuligundua that the island kwamba kisiwa was called Malta. kilikuwa kinaitwa Melita. Before we discovered, Kabla hatujagundua, we traveled. tulisafiri. Before we discovered, Kabla hatujagundua, we met hurricane. tulikutana na Before matufani. we discovered, Kabla hatujagundua, we met the storm. tulipigana na tufani. Before we discovered, Kabla hatujagundua, we made loss. tulipoteza mali We yetu. threw away our clothes. Tulitupa kila mali yetu. We threw away our merchandise. Tulitupa kila mali. We throw away our gold. Tulitupa hata na dhahabu. The Bible says, Biblia inasema, let's read here. tusome hapo 20. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin tout espoir de nous sauver. Wala jua hata nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi. Wala nini? Jua Wala nini? jua Na wala nini na tena? nyota Hazikuonekana kwa siku nyingi sana. For so many days. Na tufani kuu ikatushika, basi tukakata tamaa Mpaka tukakata tamaa ya kuokoka. Shakabo. Listen, man. Listen and listen well. Sikiza na usikize vyema. When neither sun nor stars appeared for many days, and the storm continued raging. Wow. We finally gave up Tukakata tamaa all hope of being saved. na kuokoka. This is the journey of champions. Sasa hiyo ndio safari ya washindi. Champions don't give up. Washindi hawaikati tamaa. You try a business today. Unajaribu biashara leo, It collapses. inaanguka.
Tomorrow start another one. Kesho unaanza ingine In the name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Tomorrow start another one. Kesho anza ingine. Tomorrow another one. Kesho anza ingine. Change strategies. Badilisha In mikakati the name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. One day Siku moja you are going to discover utapogundua that the island kwamba kisiwa was called kinaitwa Malta. Melita. It was a new island. Ni kisiwa kipya. They have never been there before. Walikuwa hajafika hapo It awali. was new. Kilikuwa ni kisiwa It was a kipya. discovery. Ilikuwa ni ugunduzi. People who discover, Watu ambao wanagundua they take risk. wanaingia katika hatari, People refuse to take risk. lakini wale watu wanakataa They kuingia katika discover hatari. nothing. Hakuna kitu wanagundua. Comfortableness. Wanakaa starehe. When they went to bed Wakati walipoenda kulala, to sleep, kulala, the enemy came adui alikuja and planted seed, na akapanda mbegu, weeds. alikapanga magugu. Do you see that? Unaelewa That's hivi? Jesus. Yesu ndiye alisema The hivi. teaching of Jesus. Yesu ndiye alifundisha hivi When the farmer went to bed, kwamba ule mkulima alipoenda kulala, the enemy came into the adui farm alikuja shambani and planted evil seed. na akapanda magugu. And when the seed, the whatever he had planted, Na- germinated, Na wakati ngano ilipoanza kumea, he saw that the evil seed also came na out. aliona pia magugu yameanza kumea. Hey, where Hey, is this coming from? Anauliza, magugu yametoka wapi? And then he was told, Na kisha akaambiwa, your enemy adui wako planted evil seed alikuja akapanda mbegu because mbovu. you went to bed. Wakati ule ulikuwa umelala. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe We sana. don't go to bed. Hatulali. Mandela says, Mandela alisema, I was born to struggle, asema kwamba mimi nilizaliwa and kung'ang'ana struggle is my life. na kupigana ni hali ya maisha yangu. I like that. Asema mimi You napenda. don't leave mark on this earth Hautaacha alama duniani hapa. if you are somebody who fear everything you see. Kama wewe ni mtu ambaye unaogopa kila unachokiona. Unaogopa mpaka wapi? How far- Tunaogopa mpaka wapi? How I far was will you born fear? to live and I was born to die. Mimi I nilizaliwa live kuishi. and one day Yes. I won't be there anymore. Yeah. Nilizaliwa kuishi na siku moja nitakufa. Siku moja mimi So- sitakuwa hapa. So what? Sasa yes, I want you to know nataka mjue that every human being kwamba kila binadamu is beatable. anaweza kushindwa. If you take a razor Ukichukua kijembe and you cut the skin of somebody na ukate ngozi ya mtu and you see blood, na ukiona damu instead of oil na sio mafuta but blood, lakini damu, that man is beatable. sasa huyo mtu anaweza kushindwa. Don't steal this one. Usiibe hii. I'm going to do copyright, isn't Hii it? nitaifanya copyright. Unajua ni intelligence property. You write a book, don't put this one. I will accuse you before God. Ukiandika kitabu nitakupeleka kwa Mungu. You this man. Eh. Listen, man. Sikiza. If you cut the skin of somebody, Kama ukikata ngozi ya mtu, a white or a black, awe ni mzungu au ni mtu mweusi, you see blood unaona damu come out. inavuja, That man huyo mtu is just a human being. ni binadamu, Is beatable. anaweza kushindwa. If everybody is beatable, Kama kila mtu anaweza kushindwa, whatever anybody born of a woman can do, you can also do. chochote ambacho aliyezaliwa na binadamu anaweza kufanya, na wewe pia unaweza kufanya. I wonder in the resurrection temple, Mimi nashangaa katika resurrection the temple, kind of people we are building here, watu ambao tunawajenga hapa, do they get what we say here? je, wanajua kile tunachokisema hapa? Do they get it? Wanaelewa? You should be aggressive by now. Mnatakana muone You should be ujasiri wa hali. powerful by now. Mnatakana muone nguvu We should zaidi. be very far by now. Tumekuwa mbali sana leo. Don't look at my skin. Don't look at my skin. Usiangalie ngozi yangu. Don't look at my skin. Usiangalie ngozi yangu. I'm carrying something dangerous Mimi nabeba kitu hatari sana from the Almighty God. kutoka kwa Mungu mwenye nguvu. If you listen to what we are saying here, Ukisikiza tunachosema sasa. now listen. Sasa sikiza. Put it there. Act of Apostles, Weka pale chapter 28, Matendo ya verse Mitume number 1. 28 mstari wa kwanza. What does the Bible says? Biblia inasema hivi. Once safely, Wakati tulipookoka, tulipookoka, tulipokombolewa tulipokombolewa kutoka mateso Yes. ya hurricane, Eh, ya zuruba, tufani na ya dhoruba. njaa. Oh my God.
Put 27:21. Look at this. After the men had gone a long time without what? Without food. Manake kisha kukombolewa kutoka kwa njaa, kisha kukombolewa kutoka kwa hurricane, kisha kukombolewa kutoka kwa storm. Yes. Hey. Paul stood akasema ndugu tukuleko. Paulo alisimama akawaambia tukule bwana. Now put 28 verse 1. Weka 28:1. Look at what is happening here. Angalia hapa kunatendeka nini? We enjoy Sisi tunafurahia chapter 27 tunafurahia mstari wa verse 1. Tunafurahia sura ya 27 mstari wa That's what we enjoy. Sisi tunaipenda. Once safely. Tulipomaliza, hallelujah, tulipookoka, we discover tuligundua the island kwamba kisiwa was Malta. kinaitwa Melita. But before you discover, lakini kabla hujagundua, you have to go through lazima upitie hali, certain things. upitie mchakato. You have to face the hurricane. Lazima upitie katika in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You don't run away. Hausitoroke. You forge ahead. Unapigana. We were born to struggle. Umeumbwa kupigana. Ama namna gani pastor? Ndio. Ama namna gani? Ndio. Today, leo, we went to a place called Santon. Tulienda mahali panaitwa Santon in Johannesburg. We saw a statue. Tukaangalia tukaona kama mnara of Mandela. Mnara wa Mandela. It's huge. Mnara mkubwa wa Mandela. Sura ya Mandela. In Santon. Pale Santon. We went and took photos there. Tukaenda pale tukapiga picha. And then this Holy Spirit alafu Roho Mtakatifu was speaking to me. Akaanza kunifunulia. Who is this man? Ambe huyu ni mtu gani? Look at the monument. Angalia ule mnara. Why did they build a monument? Mbona walimjengea mnara? For this man. Kwa sababu ya huyu mtu. He is dead. Huyu mtu chakufa tayari. But he's still speaking. Lakini bado anaongea na ule mnara. People are coming from the world. Watu wanakuja katika dunia. Photos there. Wanakuja kupiga picha pale. Chinese, Japanese, Koreans, Chinese, wa Korea, Africans, wa Afrika, Indians. Just name it. Yote wale wamejaa. Just take photo. Wamekuwa pale wanapiga picha. Go there and say, you know what? This is Mandela. Huyu ni Mandela. Who is this man? Mandela ni nani? This is a man. Huyu ni mtu who was born ambaye aliumbwa in poverty. Alizaliwa katika umaskini. I went to his house. Nilienda katika nyumba yake. In Soweto. Pale Soweto. I saw his bed. Niliona kitanda chake. Very ugly. Kitanda ambacho I saw his shoes. Niliona viatu vya Mandela. The one he was wearing. Viatu ambavyo alikuwa akivaa. Try to imagine. Jaribu kufikiria. But this is a man. Lakini huyu ni mtu who had a philosophy. Ambaye alikuwa na ujuzi au from poverty. Kwamba kutoka katika umaskini. I can become anything. Naweza kuwa chochote kile. From apartheid. Kutoka katika being looking down upon. Na kudharauliwa. I can rise. Mimi naweza kuinuka. You know, a mentality. Yeah, akili. A belief. Kuamini. He was a Methodist. Yeye alikuwa ni mtu wa Methodist. Kanisa yake. A belief. Ni kuamini. Imani. And today, leo, people go. Watu wanaenda Afrika Kusini. To just see the monument. Kwenda kuona ule mnara. Now, before we reach there, kabla tufike pale, look at the things he went through. Sasa angalia yale mambo ambayo aliyapitia. How he was arrested. Vile alivyoshikwa. How he was charged. Vile alivyopelekwa kuhukumiwa. Treason. Alihukumiwa kwamba yeye alikuwa anataka kupindua serikali. He was to die. Yeye alikuwa uawe. And they was taken to prison. Na akapelekwa where he's going to spend 27 good years. Mahali ambapo aliishi miaka 27. You know, wearing a short. Mahali ambapo alikuwa amevaa kaptula. Suffering. Anateseka. In an island. Katika kisiwa. Separated away from people. Alikuwa amewekwa kando na watu. Struggling there. Alikuwa anang'ang'ana pale and then from there, kutoka hapo, he becomes the president of South Africa. Rais wa Afrika Kusini. When he became president, wakati amekuwa rais, he led for 5 years. Aliongoza kwa miaka 5. And then he said, I'm going home. Na akasema naenda nyumbani. They said, no, we love you. Wakasema hapana, tunakupenda. You went to prison for us. Wanamwambia kwamba wewe ulienda gerezani kwa sababu yetu. We want you to lead us. Akasema tunataka utuongoze. As long as you live. Vile unavyoishi. He said, I didn't go to prison to become a king. Akasema mimi sikuenda gerezani kuwa mfalme. I went to prison. Akasema nilienda gerezani for your freedom. Kwa sababu ya uhuru wenu. Now you have freedom. Sasa mna uhuru. I've done my job. Na mimi nimefanya kazi yangu. I've done my part. Nimefanya shughuli. You can enjoy freedom. Yangu mnaweza kufurahia. I will go home. Mimi nitaenda nyumbani. If you want to give to vote for me, kama mnataka kunipigia vote for my assistant. Pigie ndukura huyu mdogo wangu. Ama namuna gani? Yes. Greatness. Ukuu.
To become big. kuwa mkubwa. It's not by talking too much. Sio kuongea To become mingi. big. Kuwa It's mkubwa. not by killing. Sio kuua. No. Hapana. Sacrifice. Ni kutoa dhabihu. In what you believe. Dhabihu au kujitolea. To have values. Na thamani. To have things. Na uwe na vitu. For whom you can stand. Ambao unaweza kusimamia. And die for. Na kufa kwayo. To live by principles. Lazima uwe na mikakati. Ama namna gani? Lazima. After we have been rescued, baada tumeokolewa, we discovered tuligundua that the island kwamba kisiwa was called Malta. Kilikuwa kinaitwa Melita. A beautiful island. Kisiwa kinachopendeza. They received us. Walitupokea with joy. Na furaha. The day was cold. Siku hiyo. The day was cold. Siku hiyo kulikuwa na baridi. And they gave us fire. Na wakatupatia moto. They gave us food. Na wakatupatia chakula. Wow. The king of the place. Mfalme wa hicho kisiwa. Was sick when we came there. Alikuwa mgonjwa wakati tulipofika. We prayed for him. Tukamwekea mkono tukamwombea. And God healed him. Na Mungu akamponya. They gave us honor. Wakatupatia heshima. They gave us respect. Wakatupatia heshima. They treated us well. Wakatufanyia vyema. But before they treat us well. Lakini kabla hawajatufanyia vyema. Before they give us good things. Kabla hawajapatia hivyo vitu vizuri. We went through hurricane. Tulipitia tufani. We went through storms. Tulipitia katika dhoruba. We are building powerful people. Sisi tunajenga watu wa nguvu. We are building leaders. Tunajenga viongozi. People are going to lead their generation. Watu ambao wataongoza kizazi chao. You don't lead your generation through fear. Hauwezi kuongoza kizazi chako katika uoga. Nobody should intimidate you. Hakuna mtu anaweza kukutisha au kudharau. If you cut the skin of somebody. Kama umepanda hauoni petroli inatoka. Yes. Unaona damu inatoka. Ukikata. That man is a mere mortal. Huyo ni binadamu tu. Ni binadamu tu. Jesus says, Yesu alisema, don't fear. Usiogope. The one who kills the body. Yule ambaye anakuua mwili. And after he has killed the body. Na baada ya kuua mwili. Has no power. Hana nguvu. Over the soul. But fear the one who kills the body. Ogopa and yule. Has power. Anaua mwili na ana nguvu. Send the soul in an eternal fire. Ya kuweka nafsi yako katika moto wa milele. I want to tell you this one. Nataka kukuambia hivi. All these business people you see. Hawa wafanyi biashara wote ambao they have one belief. Wako na imani moja. They believe that wanaamini kwamba the world you see kwamba dunia unaiona is pliable. Inaweza kutumika. It is bendable. Inaweza This is what they believe. Sasa hivi ndio wanaamini. That the world kwamba dunia is bendable. Inaweza kukunjwa. Pliable. Unaweza kuikunja vile unataka na uweke ndani ya mfuko. But to you, lakini kwako wewe, the world is a stone. Unaona kwamba dunia ni jiwe. It is very dangerous. Ni mwamba, unatisha. It is impossible. Ni kwamba hauwezekani. I'm stuck. Mimi nimekwama. Nothing is moving. Hakuna kitu kinasonga. People who shake the world. Watu ambao wanatetemesha dunia. Billionaires. Mabilionia. They tell you. Watakwambia it is pliable. Hii dunia bwana tunaweza kuikunja kama kitambaa na tuiweke mfukoni. Tunaishika. Hallelujah. In your small world, katika dunia yako ndogo, you can decide what happens. Wewe unaweza kuamua kutatendeka nini. In your small world. Katika dunia yako. Wherever you are. Mahali popote ulipo. Where God has placed you. Mahali ambapo Mungu amekuweka. Where you are working. Mahali ambapo unafanya kazi. You can decide what happens. Wewe unaweza kuamua kutatendeka nini. In that particular place. Katika hapo mahali. You can decide. Wewe utaamua. It's a mentality. Sasa hale ni fikra zako tu. In Africa, hapa Afrika, our forefathers, mababu zetu, were dangerous people. Walikuwa ni watu hatari. People like Shaka Zulu. Watu kama wakina Shaka Zulu. They fought the white man. Walipigana na wazungu. Even without weapon. Bila hata silaha. People like Jomo Kenyatta. Watu kama Jomo Kenyatta. Those were dangerous people. Watu walikuwa hatari. They fought the white man. Walipigana na wazungu. Even with the sticks. Na miti. They believed in their ideology. Waliamini kuhusu mawazo yao. Ama namuna gani? Si ndio? Ama namuna gani? People like Patrice Emery Lumumba. Watu kama Patrice Lumumba. Those who are dangerous people. People like Kwame Nkrumah. Watu kama Kwame Nkrumah. These are people. Hawa ni watu walikuwa hatari. Today. Leo. Africa. We copy everything. Sasa tunaigiza kila kitu. We shake before everything. Tunatetemeka mbele ya kila kitu. We are intimidated by everything. Tunatishwa na kila kitu. Time has come to rise up. Wakati umefika kuinuka. Take a decision. Kuamua.
Change your mind. Badilisha akili zako. Know that Jua kwamba you will never discover new islands. kwamba hautagundua kisiwa You will kipya, never discover new levels. hautagundua viwango You will vipya, never discover new glory hautagundua utukufu if mpya you run away from sacrifice. kama utatoroka kutoa dhabihu, If you run away from taking risks. kama utatoroka kupitia hatari. You have to take risks. Lazima upitie hatari. Do it. Fanya. Wale wanafaulu ni wanani? Who are these Baba people who succeed? yao nani? Who is their Mama father? yao nani? Who is their mother? Walizaliwa Where wapi? were they born? Who are they? Wako na roho ina pump blood kama yako. So what? They have a heart that is pumping blood, just like yours. It's not oil or water. Na ile roho yao ikisimama wataoza tu kama ule mtu mwingine And yote. when their heart stops, they will start rotting immediately, just like you. Unless you weke kwa fridge. Once safely on the shore, Wakati tulipookoka na tukafika katika, we discovered tuligundua the island kwamba kisiwa was called Malta. kilikuwa kinaitwa Melita. There is a new island before you. Kuna kisiwa kipya There mbele is a yako. new glory before you. Kuna utukufu mpya mbele zako. Hallelujah. There Hallelujah. is a new level before you. Kuna kiwango kipya You mbele are going yako. to discover that new level. Utagundua kile kiwango You are going kipya. to discover that new glory. Lakini kabla ya kugundua kile kiwango And kipya, you are going to glorify na God. utamtukuza Mungu. Stand up on your feet. Tusimame sote. God is speaking to you. Mungu ananena na There wewe is new level before kwamba you. kuna kiwango kipya There is mbele new zako, glory before you. kwamba kuna utukufu There mpya is mbele new yako, highland before kwamba you. kuna kisiwa kipya mbele yako. You shall reach there. Wewe utafika pale, No hurricane will swallow you. hakuna kisiwa kitakumeza. You have Jesus on board. Wewe una Yesu juu ya hiyo No merikebu, storm will swallow you. hakuna tufani litalokumeza. You have Jesus on board. Una Yesu ndani ya merikebu, No hunger will swallow you. hakuna njaa You have itakayokumeza, Jesus on kwa board. sababu Yesu yuko ndani ya merikebu Lift yako. up your hands. Inua mikono yako I juu. want you to make declaration. Nataka wewe utangaze Say, Yahweh, it is kwamba my Yahweh ni time. Bwana, Baba wangu. It is my time. I believe Naamini there is new glory. kwamba kuna utukufu. I believe Naamini there is new kwamba island. kuna kisiwa kipya. When I go through storms, Nikipitia when I go tufani, through hurricane, nikipitia there is dhoruba, new glory. hakuna, I shall not be swallowed. sitawezwa. Jesus is on board. Yesu Kristo yuko juu ya merikebu. Speak in your language. Sema katika lugha yako, Speak to God. sema na Mungu. Yabus kayaba lekatayabus iribos. Was very high. Na kipimo cha I came out of the house. nilitoka ndani ya nyumba, I was about to collapse. karibu nianguke chini. The heat was too much Ile joto lilikuwa limezidi that I kipimo, was trying to breathe, kwamba nilikuwa najaribu and kuvuta it was pumzi. even difficult. Sasa ikawa siwezi upepo wa wingi, So I had to run away. ilikuwa sasa lazima nitoroke, Either you enter in the vehicle, ni uingie ndani ya gari you put AC, uweke air or condition, you run into the au house. labda ukimbie ndani ya nyumba. You know, hey, listen, man. Sikizeni, If you go to Europe ukienda Europa during cold season, wakati wa baridi, you don't see people outside. hauoni watu You nje. even wonder if there is people in this city. Hata unashangaa watu walienda hapi katika mji huu, They don't laugh. hawacheki, They don't talk. hawachezi, They cannot greet you. hawawezi You kusalimia. meet somebody, just look at him. Unakutana na mtu amekunja uso kabisa, Because it is very kwa cold. sababu baridi ni mno. They are wearing those. Wamevaa You know, magwanda, manguo mazito they just mazito, say it's very wanatembea tu pole pole, haraka haraka, kila mtu aingie mahali kile kwa nyumba. These people, they don't greet people. Unashangaa hawa watu mbona hawasalimii watu, They don't greet you. hata You kusalimia, don't even know your neighbor. hawataki hata kujua nani jirani, Because you don't have, it is cold. kwa sababu kuna baridi bwana. They are not happy about it. Hawafurahii ile baridi, But lakini the only way to manage, njia ya kushinda it is to heat your house sasa ni nyumba uiweke joto, so that you can live there. ndio ukaa ndani ya ile nyumba. It means you adapt. Sasa lazima To the way ujishikanishe that is there. na ile hali ambayo inaendelea, And when it is hot, na wakati joto linaingia, you cool the house unapoesha ile nyumba or your vehicle. au gari yako. That's how you live. Hivyo ndio wanavyoishi. Bwana asifiwe. Praise the name of And the if Lord. you cannot make it, Na kama huwezi kufanya hivyo, oh, you die. utakufa.
That is the kind of world God created. Sasa hiyo ndio aina ya dunia ambayo Mungu aliumba. Easy life is not there. Kwamba maisha sio rahisi. Life for free is not there. Maisha ya bure hakuna bwana. Comfortableness is not there. Hakuna starehe. Whatever you want to get, kila kitu unachokitaka you fight for lazima ukipiganie. Today people tell you, leo watu watakwambia poverty is too much. Ati umaskini umezidi. Poverty is not too much. Umaskini haujazidi. Poverty is in your head. Umaskini uko ndani ya kichwa chako. Not in the world. Siko duniani. It is in your head. Uko ndani ya kichwa chako. It is in your mentality. Uko ndani ya mawazo yako. That is poverty. Huo ndio umaskini. Because when you talk about poverty, kwa sababu wakati tunapoongea kuhusu maskini, there are people out there, kuna watu pale nje making billions, wanatengeneza mabilioni, enjoying life, wanafurahia maisha. Come on, man. Hey. And you are sitting here, poverty. Na huko hapo unasema umaskini hatumekithiri. This government is very bad. Huu serikali ni mbaya. I've been to the world. Mimi nimekuwa duniani. There is no place, hakuna mahali, where the government will come, bali ambapo serikali itakuja and feed you in your house. Na ikulishe ndani ya nyumba yako. Do you get that? Unasikia? You work for it. Lazima ufanye kazi. God gave you power. Mungu alikupatia nguvu. We discovered tuligundua that the island kwamba kisiwa was called Malta. kilikuwa kinaitwa Melita. Before we discovered, kabla hatujagundua, we traveled. Tulisafiri. Before we discovered, kabla hatujagundua, we met hurricane. Tulikutana na matufani. Before we discovered, kabla hatujagundua, we met the storm. Tulipigana na tufani. Before we discovered, kabla hatujagundua, we met loss. Tulipoteza mali yetu. We threw away our clothes. Tulitupa kila mali yetu. We threw away our merchandise. Tulitupa kila mali. We throw away our gold. Tulitupa hata na dhahabu. The Bible says, Biblia inasema, let's read here. Tusome hapo. 20. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin tout espoir de nous sauver. Wala jua hata nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi. Wala nini? Jua wala nini? Jua na wala nini tena? Na nyota hazikuonekana kwa siku nyingi sana. For so many days. Na tufani kuu ikatushika. Basi tukakata tamaa. Mpaka tukakata tamaa ya kuokoka. Shakabo. Listen, man. Listen and listen well. Sikiza na usikize vyema. When neither sun nor stars appeared for many days, and the storm continued raging. Wow. We finally gave up tukakata tamaa. All hope of being saved. Na kuokoka. This is the journey of champions. Sasa hiyo ndio safari ya washindi. Champions don't give up. Washindi hawaikati tamaa. You try a business today. Unajaribu biashara leo. It collapses. Inaanguka. Tomorrow start another one. Kesho unaanza ingine. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Tomorrow start another one. Kesho anza ingine. Tomorrow another one. Kesho anza ingine. Change strategies. Badilisha mikakati. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. One day, siku moja, you are going to discover utapogundua that the island kwamba kisiwa was called kinaitwa Malta. Melita. It was a new island. Ni kisiwa kipya. They have never been there before. Walikuwa hajafika hapo awali. It was new. Kilikuwa ni kisiwa kipya. It was a discovery. Ilikuwa ni ugunduzi. People who discover. Watu ambao wanagundua. They take risk. Wanaingia katika hatari. People refuse to take risk. Lakini wale watu wanakataa kuingia katika hatari. Nothing. Hakuna kitu wanagundua. Comfortableness. Wanakaa starehe. When they went to bed. Wakati walipoenda kulala. To sleep. Kulala. The enemy came. Adui alikuja. And planted seed. Na akapanda mbegu. Weeds. Alikapanga magugu. Do you see that? Unaelewa hiyo? Jesus. Yesu ndiye alisema hivi. The teaching of Jesus. Yesu ndiye alifundisha hivi. When the farmer went to bed. Kwamba ule mkulima alipoenda kulala. The enemy came into the adui farm. Alikuja shambani. And planted evil seed. Na akapanda magugu. And when the seed, the whatever he had planted, germinated. Na wakati ngano ilipoanza kumea. He saw that the evil seed also came out. Na aliona pia magugu yameanza kumea. Hey, where is coming from? Anauliza, magugu yametoka wapi? And then he was told. Na kisha akaambiwa, your enemy, adui wako, planted evil seed. Alikuja akapanda mbegu mbovu. You went to bed. Wakati ule ulikuwa umelala.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe We sana. don't go to bed. Hatulali. Mandela says, Mandela alisema, I was born to struggle. asema kwamba mimi nilizaliwa And kung'ang'ana struggle is my life. na kupigana ni hali ya maisha yangu. I like that. Asema mimi You napenda. don't leave mark on this earth Hautaacha alama duniani hapa. if you are somebody who fear everything you see. Kama wewe ni mtu ambao unaogopa kila unachokiona. Unaogopa mpaka wapi? Haufa- Tunaogopa mpaka wapi? I How far will you was fear? born to live and I was born to die. Mimi I nilizaliwa live kuishi. and one day Yes. I won't be there anymore. Yeah. Nilizaliwa kuishi na siku moja nitakufa. Siku moja mimi So- sitakuwa hapa. So what? Sasa yes, I want you to know nataka mjue that every human being kwamba kila binadamu is beatable. anaweza kushindwa. If you take a razor Ukichukua kijembe and you cut the skin of somebody na ukate ngozi ya mtu and you see blood na ukiona damu instead of oil na sio mafuta but blood, lakini damu, that man is beatable. sasa huyo mtu anaweza kushindwa. Don't steal this one. Usiibe hii. I'm going to do copyright, isn't Hii it? nitaifanya copyright. Unajua ni intelligence property. You write a book, don't put this one. I will accuse you before God. Ukiandika kitabu nitakupeleka kwa Mungu. You this man. Eh. Listen, man. Sikiza. If you cut the skin of somebody, Kama ukikata ngozi ya mtu, a white or a black, awe ni mzungu au ni mtu mweusi, you see blood unaona damu come out, inavuja, that man huyo mtu is just a human being. ni binadamu, Is beatable. anaweza kushindwa. If everybody is beatable, Kama kila mtu anaweza kushindwa, whatever anybody born of a woman can do, you can also do. chochote ambacho aliyezaliwa na binadamu anaweza kufanya, na wewe pia unaweza kufanya. I wonder in Resurrection Temple, Mimi nashangaa katika Resurrection the Temple, kind of people we are building here. watu ambao tunawajenga hapa, Do they get what we say here? je, wanajua kile tunachokisema hapa? Do they get it? Wanaelewa? You should be aggressive by now. Mnatakana muone You should be ujasiri wa- powerful by now. mnatakana muone nguvu We should zaidi. be very far by now. Tumekuwa mbali sana leo. Don't look at my skin. Don't look at my skin. Usiangalie ngozi yangu, Don't look at my skin. usiangalie ngozi yangu. I'm carrying something dangerous Mimi nabeba kitu hatari sana from the Almighty God. kutoka kwa Mungu mwenye nguvu. If you listen to what we are saying here, Ukisikiza tunachosema sasa, now listen. sasa sikiza. Put it there. Act of Apostles, Weka pale chapter 28, Matendo ya verse Mitume number 1. 28 mstari wa kwanza. What does the Bible says? Biblia inasema hivi: Once safely, wakati tulipookoka, tulipookoka, tulipokombolewa tulipokombolewa kutoka mateso Yes. ya hurricane, Eh, ya zuruba, tufani na ya dharuba. njaa. Oh my God. Put 27:21. Look at this. After the men had gone a long time without what? Without food. Manake kisha kukombolewa kutoka kwa njaa, Yeah. kisha kukombolewa Yes. kutoka kwa hurricane, kisha kukombolewa kutoka kwa storm. Yes. Hey. Paul stood akasema, ndugu tukuleko. Paulo alisimama akawaambia tukule Bwana. Ay. Now, put 28 verse 1. Weka 28:1. Look at what is happening here. Angalia hapa kunatendeka nini? We enjoy Sisi tunafurahia, chapter 27, tunafurahia mstari wa Verse 1. tunafurahia sura ya 27 mstari wa that's what we enjoy. sisi tunapenda, tunaipenda. Once safely, Tulipomaliza, hallelujah, tulipookoka, we discover tuligundua the island kwamba kisiwa was Malta. kwa kinaitwa Melita. But before you discover, Lakini kabla hujagundua, you have to go through lazima upitie hali, certain things. upitie You have mchakato, to face the hurricane. lazima upitie In katika the name of tufani. Jesus. Katika jina la Yesu You Kristo. don't run away. Hausitoroke, You forge ahead. unapigana. We were born to struggle. Umeumbwa Ama kupigana. namuna gani, pastor? Ndio, Ama namuna gani? ndio. Today, Leo we went to a place called Santon. tulienda mahali panaitwa Santon in Johannesburg. We saw a statue Tukaangalia tukaona kama mnara of Mandela. wa Mandela. It's huge.
Mnara mkubwa wa Mandela, sura ya Mandela. In Santon. Pale Santon. We went and took photos there. Tukaenda pale tukapiga picha. And then this Holy Spirit Alafu Roho Mtakatifu was speaking to me. akaanza kunifunulia. Who is this man? Ambia huyu ni mtu gani? Look at the monument. Angalia ule mnara. Why did they build a monument? Mbona walimjengea mnara? For this man. Kwa sababu ya huyu mtu. He is dead. Huyu mtu chakufa But tayari. he's still speaking. Lakini bado anaongea na ule People are mnara. coming from the world Watu wanakuja katika to take dunia. photos there. Wanakuja kupiga picha pale. Chinese, Japanese, wa Japanese, wa Koreans, Chinese, wa Korea, Africans, wa Afrika, Indians. Indians. Just name it. It is Wote wale packed. wamejaa. Just take photo. Wamekuwa pale wanapiga picha. Go there and say, you know what? This is Mandela. Huyu ni Mandela. Who is this man? Mandela ni nani? This is a man Huyu ni mtu who was born ambaye aliumbwa, in poverty. alizaliwa katika I umaskini. went to his house Nilienda katika nyumba yake in Soweto. pale Soweto. I saw his bed, Niliona kitanda chake, very ugly. kitanda ambacho I saw kibovu. his shoes, Niliona viatu vya the one he Mandela, was wearing. viatu ambavyo alikuwa akivaa. Can you try to imagine? Jaribu kufikiria. But this is a man Lakini huyu ni mtu who had a philosophy ambaye alikuwa na ujuzi au that from poverty kwamba kutoka katika I umaskini can become anything. naweza kuwa chochote kile. From apartheid, Toka katika being looking down upon, ubaguzi na kudharauliwa, I can rise mimi up. naweza kuinuka. You know, a mentality, Akili a na belief. kuamini. He was a Methodist. Yeye alikuwa ni mtu wa Methodist, kanisa yake. A belief. Ni kuamini, imani. And today, Leo people go watu wanaenda to Afrika just Kusini see the monument. kwenda kuona ule mnara. Now, before we reach there, Kabla tufike pale, look at the things he went through. sasa angalia yale mambo ambayo aliyapitia, How he was arrested, vile alivyoshikwa, how he was charged, vile alivyopelekwa kuhukumiwa. treason. Alihukumiwa kwamba yeye alikuwa anataka kupindua serikali, He kuua. was to die. Yeye alikuwa uawe And they was taken to prison, na akapelekwa kwa where he's jela, going to spend 27 good years. mahali ambapo aliishi miaka 27, You know, wearing a short, mahali ambapo alikuwa amevaa kaptula, suffering anateseka in an island, katika kisiwa, separated away from people, alikuwa amewekwa kando na watu, struggling there. alikuwa anang'ang'ana pale And then kuchimba from mawe. there, Kutoka hapo he becomes the president of South anakuwa Africa. rais wa Afrika When he Kusini. became president, Wakati amekuwa rais, he led for 5 years. aliongoza kwa miaka And 5 then he said, I'm going home. na akasema naenda They nyumbani. said, no, we love you. Wakasema hapana, You tunakupenda. went to prison for us. Wanamwambia kwamba wewe ulienda gerezani kwa We sababu want you yetu. to lead us Anasema tunataka utuongoze as long as you live. vile unavyoishi. He said, I didn't go to prison to become a king. Akasema mimi sikuenda gerezani kuwa mfalme. I went to prison Anasema nilienda gerezani for your freedom. kwa sababu ya uhuru wenu. Now you have freedom. Sasa mna uhuru I've done my na job. mimi nimefanya kazi yangu. I've done my part. Nimefanya You can enjoy sehemu yangu, freedom. mnaweza kufurahia. I will uhuru. go home. Mimi nitaenda nyumbani. If you want to give to vote for me, Kama mnataka kunipigia kura, vote for my assistant. pigie kura huyu mdogo wangu. Ama namna gani? Yes. Greatness, Ukuu, to become big. kuwa mkubwa. It's not by talking too much. Sio To kuongea become mingi, big. kuwa It's mkubwa. not by killing. Sio kuua. No. Hapana. Sacrifice Ni kutoa dhabihu. in what you believe. Dhabihu au kujitolea To have kwa kile ambacho values. unaamini. Na thamani. To have things Na uwe na vitu for whom you can stand ambao unaweza kusimamia and die for. na kufa kwayo. To live by principles. Lazima uwe na mikakati. Ama namna gani? Lazima. After we have been rescued, Baada tumeokolewa, we discovered tuligundua that the island kwamba kisiwa was called Malta. kilikuwa kinaitwa Melita. A beautiful island. Kisiwa kinachopendeza. They received us Walitupokea with joy. na furaha. The day was cold. Siku hiyo, siku hiyo kulikuwa na baridi. And they gave us fire. Na wakatupatia moto. They gave us food. Na wakatupatia chakula. Wow. The king of the place Mfalme wa hicho kisiwa was sick when we came there. alikuwa mgonjwa wakati tulipofika. We prayed for him. Tukamwekea mkono, tukamwombea. And God healed him. Na Mungu akamponya. They gave us honor. Wakatupatia They heshima. gave us respect. Wakatupatia heshima. They treated us well. Wakatufanyia vyema. But before they treat us well, Lakini kabla hawajatufanyia before they vyema, give us good things, kabla hawajapatia hivyo vitu vizuri,
We went through hurricane. tulipitia tufani, We went through storms. tulipitia katika dhoruba. We are building powerful people. Sisi tunajenga watu wa nguvu, We are building leaders. tunajenga viongozi, People are going to lead their generation. watu ambao wataongoza kizazi You chao. don't lead your generation through fear. Hauwezi kuongoza kizazi chako katika uoga. Nobody should intimidate you. Hakuna mtu anaweza kukutisha au If you kudharau. cut the skin of somebody, Kama umepanda hauoni petroli inatoka, yes. unaona damu inatoka, Ukikata, that man is a mere mortal. huyo ni binadamu Oh, come tu, on, man. ni binadamu tu. Jesus says, Yesu alisema don't fear usiogope the one who kills the body, yule ambaye anakuua and mwili, after he has killed the body, na baada ya kuua has mwili no power hana nguvu over the soul. kuhusu But nafsi. fear the one Na- who kills the body Ogopa and yule has power anaua mwili na ana to nguvu send the soul in an eternal fire. ya kuweka nafsi yako katika moto wa milele. I want to tell you this one. Nataka kukuambia hivi, All these business people you see, hawa wafanyi biashara wote they ambao have unaona, one belief. wako na imani moja. They believe that Wanaamini kwamba the world you see dunia unaiona is pliable. inaweza kutumika, It is bendable. inaweza This is what they believe. Sasa hivi ndio wanaamini That the world kwamba dunia is bendable, inaweza kukunjwa, pliable. unaweza kuikunja Put in vile your unavyotaka pocket. na uweke ndani ya mfuko, But to you, lakini kwako wewe the world is a stone. unaona kwamba dunia ni jiwe, It is very dangerous. ni mwamba, It is unatisha, ni impossible. kwamba hauwezekani. I'm stuck. Mimi nimekwama, Nothing is moving. hakuna kitu kinasonga. People who shake the world, Watu ambao wanatetemesha dunia, billionaires, mabilionia, they tell you watakwambia it is pliable. hii dunia bwana, tunaweza kuikunja kama kitambaa na tuiweke mfukoni, tunaishika. Hallelujah. In your small world, Katika dunia yako ndogo, you can decide what happens. wewe unaweza kuamua kutatendeka nini In your small world, katika dunia yako, wherever you are, mahali popote where ulipo, God has placed you, mahali ambapo Mungu where you are amekuweka, working, mahali ambapo you unafanya kazi, can decide what happens wewe unaweza kuamua kutatendeka nini in that particular place. katika hapo mahali. You can decide. Wewe utaamua. It's a mentality. Sasa hale ni fikra zako tu. In Africa, Hapa Afrika, our forefathers mababu zetu were dangerous people. walikuwa ni watu hatari, People like Shaka Zulu. watu kama wakina Shaka Zulu. They fought the white man Walipigana na wazungu even without weapon. bila hata silaha. People like Jomo Kenyatta. Watu kama Jomo Kenyatta, Those were dangerous watu people. walikuwa hatari, They fought the white man walipigana na wazungu even with the sticks. na miti. They believed in their ideology. Waliamini kuhusu mawazo yao, Ama namuna gani? si ndio? Ama namuna gani? Ndio. People like Patrice Emery Watu Lumumba. kama Patrice Lumumba, Those were dangerous Watu people, man. hatari. People like Kwame Nkrumah. watu kama Kwame Nkrumah. Hey? These are people Hawa ni watu walikuwa hatari. today. Leo Africa, Afrika we copy everything. sasa tunaigiza kila kitu, We shake before everything. tunatetemeka mbele ya We kila kitu, are intimidated by everything. tunatishwa na kila kitu. Time has come to rise up. Wakati umefika kuinuka, Take a decision. kuamua. Change your mind. Badilisha akili zako, Know that jua kwamba you will never discover new islands. hautagundua kisiwa You will kipya, never discover new levels. hautagundua viwango You will vipya, never discover new glory hautagundua utukufu if mpya you run away from sacrifice. kama utatoroka kutoa dhabihu, If you run away from taking risks. kama utatoroka kupitia hatari. You have to take risks. Lazima upitie hatari. Do it. Fanya. Wale wanafaulu ni wanani? Who are these Baba people who succeed? yao nani? Who is their Mama father? yao nani? Who is their mother? Walizaliwa Where wapi? were they born? Who are they? Wako na roho ina pump blood kama yako. So what? They have a heart that is pumping blood, just like yours. It's not oil or water. Na ile roho yao ikisimama wataoza tu kama ule mtu mwingine And yote. when their heart stops, they will start rotting immediately, just like you. Unless you wake up fridge. Once safely on the shore, Wakati tulipookoka na tukafika katika, we discovered tuligundua the island kwamba kisiwa was called Malta. kilikuwa kinaitwa Melita. There is a new island before you. Kuna kisiwa kipya There mbele is a yako. new glory before you. Kuna utukufu mpya mbele zako.
Hallelujah. There Hallelujah. is a new level before you. Kuna kiwango kipya You are mbele going yako. to discover that new level. Utagundua kile kiwango You are kipya. going to discover that new glory. Lakini kabla ya kugundua kile kiwango kipya, And you are going to glorify God. na utamtukuza Mungu. Stand up on your feet. Tusimame sote. God is speaking to you. Mungu ananena na There wewe. is new level before Kwamba you. kuna kiwango kipya There is mbele new zako. glory before you. Kwamba kuna utukufu There mpya is mbele new yako. highland before Kwamba you. kuna kisiwa kipya mbele yako. You shall reach there. Wewe utafika pale. No hurricane will swallow you. Hakuna kisiwa kitakumeza. You have Jesus on board. Wewe una Yesu juu ya hiyo No merikebu. storm will swallow you. Hakuna tufani litalokumeza. You have Jesus on board. Una Yesu ndani ya merikebu. No hunger will swallow you. Hakuna njaa You have itakayokumeza. Jesus on Kwa board. sababu Yesu yuko ndani ya merikebu Lift yako. up your hands. Inua mikono yako I juu. want you to make declaration. Nataka wewe utangaze Say, Yahweh, it is kwamba my Yahweh ni time. Bwana Baba wangu. It is my time. I believe Naamini there is new glory. kwamba kuna utukufu. I believe Naamini there is new kwamba island. kuna kisiwa kipya. When I go through storms, Nikipitia when I go through hurricane, nikipitia there is dhoruba, new glory. hakuna I shall not be swallowed. sitawezwa. Jesus is on board. Yesu Kristo yuko juu ya merikebu. Speak in your language. Sema katika lugha yako. Speak to God. Sema na Mungu. Rabos Kayaba Lekatayabos Eribos. Give us good things. Kabla hajapatia hivyo vitu vizuri. We went through hurricane. Tulipitia tufani. We went through storms. Tulipitia katika dhoruba. We are building powerful people. Sisi tunajenga watu wa nguvu. We are building leaders. Tunajenga viongozi. People are going to lead their generation. Watu ambao wataongoza kizazi You chao. don't lead your generation through fear. Hauwezi kuongoza kizazi chako katika uoga. Nobody should intimidate you. Hakuna mtu anaweza kukutisha au If you kudharau. cut the skin of somebody, Kama umepanda hauoni petroli inatoka, yes. unaona damu inatoka, Ukikata, that man is a mere mortal. huyo ni binadamu Oh, come tu. on, man. Ni binadamu tu. Jesus says, Yesu alisema, don't fear the usiogope one who kills the body, yule ambaye anakuwa and mwili, after he has killed the body, na baada ya kuwa has mwili no power hana nguvu over the soul. kuhusu But nafsi. fear the one Na- who kills the body Ogopa and yule has power anaua mwili na ana to nguvu send the soul in an eternal fire. ya kuweka nafsi yako katika moto wa milele. I want to tell you this one. Nataka kukuambia hivi, All these business people you see, hawa wafanyi biashara wote they ambao have unao one belief. wako na imani moja. They believe that Wanaamini kwamba the world you see dunia unaiona is pliable. inaweza kutumika, It is bendable. inaweza This is what they believe. Sasa hivi ndio wanaamini That the world kwamba dunia is bendable, inaweza kukunjwa, pliable. unaweza Put kuikunja in your vile unavyotaka pocket. na uweke ndani ya mfuko, But to you, lakini kwako wewe the world is a stone. unaona kwamba dunia ni jiwe, It is very dangerous. ni mwamba, It is unatisha, ni impossible. kwamba hauwezekani. I'm stuck. Mimi nimekwama, Nothing is moving. hakuna kitu kinasonga. People who shake the world, Watu ambao wanatetemesha dunia, billionaires, mabilionia, they tell you watakwambia it is pliable. hii dunia bwana, tunaweza kuikunja kama kitambaa na tuiweke mfukoni, tunaishika. Hallelujah. In your small world, Katika dunia yako ndogo, you can decide what happens. wewe unaweza kuamua kutatendeka nini In your small world, katika dunia yako, wherever you are, mahali popote where ulipo, God has placed you, mahali ambapo Mungu where you are amekuweka, working, mahali ambapo unafanya you kazi, can decide what happens wewe unaweza kuamua kutatendeka nini in that particular place. katika hapo mahali. You can decide. Wewe utaamua. It's a mentality. Sasa hale ni fikra zako tu. In Africa, Hapa Afrika, our forefathers mababu zetu were dangerous people. walikuwa ni watu hatari. People like Shaka Zulu. Watu kama wakina Shaka Zulu They fought the white man walipigana na wazungu even without weapon. bila hata silaha. People like Jomo Kenyatta. Watu kama Jomo Kenyatta, Those were dangerous watu people. walikuwa hatari, They fought the white man walipigana na wazungu even with the sticks. na miti. They believed in their ideology. Waliamini kuhusu mawazo yao, Ama namuna gani? si ndio? Ama namuna gani? Ndio. People like Patrice Emery Lumumba. Watu kama Patrice Lumumba, Those who are dangerous Watu people, man. hatari. People like Kwame Nkrumah. watu kama Kwame Nkrumah, Hey? These are people hao ni watu walikuwa hatari. today. Leo Africa, Afrika we copy everything.
Sasa tunaigiza kila kitu. We shake before everything. Tunatetemeka mbele ya kila We kitu. are intimidated by everything. Tunatishwa na kila kitu. Time has come to rise up. Wakati umefika kuinuka. Take a decision. Kuamua. Change your mind. Badilisha akili zako. Know that Jua kwamba you will never discover new islands. kwamba hautagundua kisiwa You kipya. will never discover new levels. Hautagundua viwango You will vipya. never discover new glory. Hautagundua utukufu If mpya you run away from sacrifice. kama utatoroka kutoa dhabihu. If you run away from taking risks. Kama utatoroka kupitia hatari. You have to take risks. Lazima upitie hatari. Do it. Fanya. Wale wanafaulu ni wanani? Who are these Baba people who yao succeed? nani? Who is their Mama father? yao nani? Who is their mother? Walizaliwa Where wapi? were they born? Who are they? Wako na roho ina pump blood kama yako. So what? They have a heart that is pumping blood, just like yours. It's not oil or water. Na ile roho yao ikisimama wataoza tu kama ule mtu mwingine And yote. when their heart stops, they will start rotting immediately, just like you. Unless you weke kwa fridge. Once safely on the shore, Wakati tulipookoka na tukafika we katika, discovered tuligundua the island kwamba kisiwa was called Malta. kilikuwa kinaitwa Melita. There is a new island before you. Kuna kisiwa kipya There mbele is a yako. new glory before you. Kuna utukufu mpya mbele zako. Hallelujah. There Hallelujah. is a new level before you. Kuna kiwango kipya You are mbele going yako. to discover that new level. Utagundua kile kiwango You are kipya. going to discover that new glory. Lakini kabla ya kugundua kile kiwango kipya, And you are going to glorify na God. utamtukuza Mungu. Stand up on your feet. Tusimame sote. God is speaking to you. Mungu ananena na There wewe is new level before kwamba you. kuna kiwango kipya There is mbele new zako. glory before you. Kwamba kuna utukufu There mpya is mbele new yako. highland before Kwamba you. kuna kisiwa kipya mbele yako. You shall reach there. Wewe utafika pale. No hurricane will swallow you. Hakuna kisiwa kitakumeza. You have Jesus on board. Wewe una Yesu juu ya hiyo No merikebu. storm will swallow you. Hakuna tufani litalokumeza. You have Jesus on board. Una Yesu ndani ya merikebu. No hunger will swallow you. Hakuna njaa You itakayokumeza. have Jesus on Kwa board. sababu Yesu yuko ndani ya merikebu Lift yako. up your hands. Inua mikono yako I juu. want you to make declaration. Nataka wewe utangaze Say, Yahweh, it is kwamba my Yahweh ni time. Bwana Baba wangu. It is my time. I believe Naamini there is new glory. kwamba kuna utukufu. I believe Naamini there is new kwamba island. kuna kisiwa kipya. When I go through storms, Nikipitia when I go tufani, through hurricane, nikipitia there is dhoruba, new glory. hakuna I shall not be swallowed. sitawezwa. Jesus is on board. Yesu Kristo yuko juu ya merikebu. Speak in your language. Sema katika lugha yako. Speak to God. Sema na Mungu. Rabos Kayaba Lekatayabos.